chini ya neema, kwa maana ya kwamba sasa mtoto mdogo akizaliwa, anapokuwa ameingia katika ulimwengu, anaanza kujifunza ile art ya ulimwengu mpya ambao amezaliwa kwa huo, kuongea, kutembea na nini, lakini process zake za mwanzo zitaanza kwa makosa. Na akaweka angalizo kwamba sisemi haya kwa advocate kwamba watu basi wanaweza kufanya makosa. Hapana, haya yanapaswa kuwa ni makosa yale ambayo mtu hapendi, lakini kwa sababu ya weakness, kwa sababu ya jaribu lenyewe na yeye jinsi ambavyo ndio ameingia kwenye wokovu, bado ni mgeni, ana struggle. Kama vile mtoto akianguka hatushangae, kwa sababu tunajua anajaribu kutaka kutembea. Na bahati nzuri akiendelea kujaribu namna yake, akianguka anaangalia nimeangukaje, anaendelea hatimaye ataweza kusimama. Sasa kisha kuwa mtu mzima anaweza kutembea, akianguka tunashangaa kwamba wewe vipi? Lakini mtoto mdogo tunajaribu hata kumwikaje, umeruka, unafanya nini? Kwa sababu pia watoto akianguka anasema anacholia sometimes sio lazima kwamba ni yale maumivu aliyopata kwa kuanguka. Sometimes ni disappointment. Kwa mkiwa hata wakati akianguka kama hakuna aliyemuona, au mkaamua tu watu wazima mkaamua kama mmejifanya kama mjamuona ameanguka, anaweza asilie. Kwa kunakuwa na aibu na kujisikia vibaya na ile disappointment kwamba mimi sasa mbona nimeanguka. Kwa anasema kwamba ulimwengu wa mtoto anayezaliwa katika mwili na ulimwengu wa mtoto anayezaliwa katika ulimwengu wa roho, ukuaji uko hivyo kwamba unakuwa ukiwa hauko upright kabisa, lakini eventually tunategemea utakuwa mkomavu kiroho na utakuwa umesimama. Sasa nataka ni utusaidie kwenye hii nadharia, lakini pia kwa kulenga swali hili ambalo nafikiri wengi wanao, la kwamba je, mtu akiokoka kwenye haya yanayotajwa kuwa dhambi, yeye anaweza kuishije pale? Asante. Okay, anakuwa na utu wa zamani na mpya. Kwa hiyo anakuwa na watu wawili ndani ya mtu mmoja. Ndio tafsiri ya maelezo yale, kama mtu anahubiri hivyo. Lakini ninachofahamu kwa mujibu wa maandiko, kuna kuwako na mtu mpya mmoja, lakini huyo mtu mpya hawi mtu mzima. Kama kumbuka Adamu alipoumbwa, aliumbwa akiwa mtu mzima tayari. Tuko sawa? Mimi na wewe tunapotubu dhambi kwa maisha kuziacha na kuokoka, hatufanyiki rohoni watu wazima. Kwa hiyo upande wa pili ambao ndio kweli sasa. Ule wa kwanza ile hapana. Ile mtu anapokoka anakuwa ni mtoto mchanga kiroho huku ndani. Kwa hiyo